Kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Mtwara, kumekuwa na athari mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutopitika kwa baadhi ya barabara. Hapa ni kwenye kijiji cha Ndumbwe kinachopatikana kwenye kata ya Ndumbwe, halmashauri ya Mtwara, mkoani Mtwara. Barabara itokayo kwenye kijiji hicho kuelekea kwenye kitongoji cha Mtumbikile kwenye kijiji hicho cha Ndumbwe haipitiki kabisa mara baada ya maji kufunika daraja na hata barabara haionekani. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika kwenye kijiji hicho na kuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Isa Salum na Mkoka, mkazi wa hapa Ndumbwe. Hali halisi mnaiona ya huo mto Mambi. Huo ndio mto uleka mzamisha mtoto juzi tulienda utafiti ikawa mpaka leo hajapatikana. Hapo unapopaona ni darajani. Hiyo daraja inaunganisha Mtumbikile pamoja kutokea Sudi. Lakini kuanzia sasa hivi, kuanzia jana toka ilipoanza kunyesha mvua majira ya saa 4 ya usiku mpaka kufikia saa 10 ya asubuhi ya alfajiri, maji tukaja kutazama wananchi tukakuta maji yamependukia daraja. Hapa mahali ni kiunganishi cha kwanza. Kuna miji inaunganisha kwa vijiji vya wenzetu na kitongoji kimoja kinaitwa Mtumbikile. Halafu la pili kinachofuata ni mashambani. Yani leo kazi za kijamii hazikufanyika tena, si leo, toka juzi hazikufanyika kazi za wakulima na mashambani kuna mahindi. Ina maana huko Ngedele leo wamepata uhuru, toka juzi wanafanya kazi hiyo. Huu mto unaitwa Mto Mambi ambao unatoka Kitele, mto mkuu unaounganisha Kitele kuja huku Mambi na kuunganisha pwani. Lile pale ndio daraja, hii hapa ndio barabara kuu inayounganisha Mtumbikile na kufika kijiji cha wenzetu mkoa wa Lindi, kijiji kinaitwa Sudi. Kwa majina naitwa Yusuf Mushangani maarufu Cheka, ni mwenyeji wa Ndumbwe mjini. Sisi tumepatwa na maafa ya maji katika mtaa wetu. Wanafunzi wa shule ya msingi Ndumbwe hawawezi kwenda shule kwa sababu ya maafa haya. Sisi kweli tunateseka kwa kila wakati wa kifuko, kwa kila mwaka kupata mahitaji, kwenda dukani na kwenda mashambani. Sisi tulio wakulima na kwenda watoto wanafunzi kwenda shuleni. Kwa hiyo tunapata hadhiba kubwa kabisa katika huu mto, kwa sababu maji yanakuwa mengi sana na yanakawia kwa muda mrefu kutoka ya maji ili wakapita wale wanafunzi, aidha sisi tunakwenda shambani. Kwa majina naitwa Fatuma Ahmad Mbuyu, ni mkazi wa Ndumbwe kwenye kitongoji cha Ndumbwe mjini. Nilipo hapa ndo kwenye njia inayoenda Ndumbwe mjini ambako kuna makazi ya watu wengi na maji hapa yamefunga. Leo huduma hapa hazipatikani, yani huduma zile za kijamii. Leo ilikuwa siku ya kliniki, wanamama wameshindwa kwenda kliniki, watoto wanafunzi wa sekondari hawajaenda, wanafunzi wa shule za msingi hawajaenda. Yani tumeathirika kiasi kikubwa. Na huu mtaa ninavyoongea hapa, nyumba jirani wenzetu waliokuwa na uwezo wameshahama tayari na maji yaliingia majumbani. Nafuu hii ni kijua hiki kidogo kilichowaka. Yani hapa tunaomba Mwenyezi Mungu asilete mvua tena kwa usiku wa leo. Kama itafika tena itakuwa ni hatari zaidi. Naam, kwa majina naitwa Sulemani Ali Khamisi Mpaya, ni mwenyekiti wa kitongoji Ndumbwe mjini. Kuna maafa yametokea kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha siku ya tarehe 12 usiku kuamkia 13. Maafa yaliyopatikana ni kuingia maji katika majumba ya wananchi ambao tumefanya orodha yao na tumeandikisha majina yao. Wananchi kama 10 hivi ambao bado makazi yao hayajaeleweka rasmi wapi watakuwa. Lakini pia daraja limepindukia, manake daraja limezama, na ukiangalia ni miundombinu mojawapo ambayo inaunganisha kutokana na kitongoji cha Mtumbikile ambako pia kunatokana wanafunzi kuelekea shuleni. Kwa hiyo tunaomba kama serikali kuu ili muweze kuliangalia hili, mjue jinsi gani mtatusaidia katika kijiji hiki cha Ndumbwe. Hii hali iliwahi kutokea, lakini hii ya mwaka huu ni kubwa zaidi. Maana yake hii ndio imekuwa tishio kabisa, kiasi kwamba hata wananchi wengine baadhi wameweza kutoka katika maeneo yao na wamehifadhiwa katika sehemu ya usalama zaidi. Na mtazamaji wa Faida Online TV,
tunaendelea kuwasiliana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mtwara kuna kujua nini ambacho kinaweza kufanyika katika maeneo hayo. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Asante na kwaheri.